kanisa na watumishi wa Mungu, nyinyi ni chanzo cha amani. Sisi wanasiasa na viongozi, ninaomba mjue tunapaswa tuwakimbilie nyinyi kupata msaada wa kimungu. Haipaswi viongozi wa dini wawakimbilie wanasiasa. Wanapaswa wanasiasa wawakimbilie viongozi wa dini, kwa sababu kwenu ndiko kuna usalama. Sasa maneno yangu yana maana gani? Ninaomba viongozi wa dini zote, chukueni nafasi yenu. Chukueni nafasi, na amani ya taifa letu iko mikononi mwenu. Amani ya nchi hii haiko kwenye mabunduki. Amani ya nchi hii haiko kwa waganga wa kienyeji. Amani ya nchi hii haiko kwenye elimu tulizonazo. Amani ya taifa la Tanzania iko mikononi mwa watumishi wa Mungu. Na mimi sio nabii wala sio mtume, sio mwalimu wala mwinjilisti. Nawaambia leo viongozi wa dini, amani hii naikabidhi mikononi mwenu kwa niaba ya kuhani wa taifa hili. Amani ikitoweka kwenye taifa hili, wa kwanza kuhojiwa mtakuwa nyinyi watumishi wa Mungu. Angalieni Yusufu, kwa ukaa kwake gerezani ilibidi atolewe akamtafasiria ndoto mfalme jinsi ya taifa lake litakavyokuwa na chakula na namna ya kuhifadhi chakula kitakapokwisha. Natamani kuona Tanzania hii, rais wa nchi, makamu wake, waziri mkuu, awe nani mpaka wakuu wa wilaya wanaenda kuwauliza watumishi wa Mungu tufanye nini ili tuwe salama katika taifa letu.